Moja ya mambo au vitu vinavyowasumbua na kuwatatiza Wakristo na watu wengi hapa duniani ni kushindwa kutambua au kuweza kutambua wanatakiwa kuwa watu wa namna gani, wanatakiwa kufanana na nani, na wanatakiwa kuishi maisha ya namna gani hapa duniani. Haya ni mambo au ni kati ya mambo au jambo au kitu kinachowatatiza sana 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 Wakristo wengi hapa duniani, na inawezekana wewe ni mmoja kati ya watu hawa ambao wanapitia changamoto kama hii au tatizo kama hili. Unajaribu kutafuta au kutambua wewe unatakiwa kufanana na nani, unatakiwa kuishi maisha ya namna gani, na wewe ni nani? Kwa hiyo katika siku ya leo lazima uweze kutambua, je, wewe unatakiwa kuishi maisha ya namna gani? Wewe ni nani na unatakiwa ufanane na nani katika dunia hii tulionayo? Maana watu wengi hawajui siri hii na wamejikuta kwenye hali ya sitofahamu, wanatangatanga huku na huko, wanajaribu kuwa kitu fulani, mtu fulani, vitu fulani. Yani ni maajabu, ni shida na matatizo katika maisha ya watu au Wakristo wengi. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na pia nachukua nafasi hii kukaribisha tena mtazamaji na wewe msikilizaji ambayo unafuatilia habari njema inakufikia moja kwa moja kutoka hapa katika chaneli hii ya Nuru Duniani. Hii ni sauti ya mtu aliaye duniani akipaza sauti na kusema, iweni nuru na iweni watakatifu wapendwa, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yesu anarudi. Mtazamaji na msikilizaji, usikimbilie ya dunia haya yote yanapita. Maandiko matakatifu yanasema wazi, lakini neno ambalo tunakuletea siku zote, tunakuletea uzima wa milele, tunakuletea uhai. Neno ambalo tunalihubiri kwako mpendwa ni uhai, ni Yesu mwenyewe. Haleluya! Maana neno la Mungu linasema neno alikuwepo mwanzo, alikuwepo kwa Mungu, naye alikuwa Mungu. Kwa hiyo ukipokea ujumbe huu tayari unakuwa umeshampokea Yesu Kristo wa Nazareti. Katika dunia tulionayo hii leo, unajua wazi kwamba watu wengi au Wakristo wengi tuseme, wana shida moja ambayo inawatesa na kuwasumbua katika maisha yao ya Ukristo, katika maisha yao ya wokovu. Wamejikuta wakitaabika na kuhangaika sana, wengi wao wakitangatanga, wakipanda milima na kushuka, wakitembea huku na huko, kujaribu kutatua au kutambua jambo hili au siri hii ya kutambua wanatakiwa kuwa watu wa namna gani. Maana ukienda huku, huyu anakuambia mimi nahubiri mambo ya kufanikiwa na kutoboa na kuinuliwa. Ukienda huku anakuambia hapa ni kutoa na kubarikiwa. Unaenda kule wanakuambia sisi hapa tunakupa mafuta ya upako na maji ya upako. Ukienda kule wanakuzia vitambaa vya nini. Kwa hiyo watu wa Kristo au hawa wanaojiita walokole, unakuta ni watu wa kutangatanga, ni watu wa kukimbia huku na huko, wakifuata mafundisho ya kila namna. Wanasahau kwamba sisi hapa Nuru Duniani tunawaletea nuru duniani, na nuru hiyo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu, ni nuru ya dunia hii. Yesu Kristo ndiye njia ya kufika kwa Baba. Yesu Kristo ndiye kweli. Yesu Kristo ndiye uzima wa milele. Hauwezi kupata uzima wa milele kama hujafika, hujamjua, hujamtambua Yesu Kristo ukamkabidhi maisha yako, ndugu yangu. Na wewe mtazamaji unaitegea sikio katika siku ya leo, na kumpokea Yesu Kristo sio kwenda kanisani. Kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako sio kwenda kanisani. Kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako sio kutoa sadaka. Kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako sio kununulia mimi labda gari. Kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako sio kujisacrifice wewe mwenyewe. Hapana ndugu yangu, ni pale wewe utakapo kubali
utakapomkubali Yesu Kristo, ukasema kwamba wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, wewe uniongoze nitembee ndani yako Yesu Kristo, kila ninachokifanya iwe ndani yako Yesu peke yake. Unamwamini, unamtegemea, unamfuata, umekuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Haufuati injili zingine ambazo zinasikika duniani kote, kila kona na kila sehemu ya dunia, ambapo wengi wenu mmeshindwa kujitambua na kufahamu, je, mimi kama Mkristo ni nani? Mimi kama Mkristo inatakiwa niwe mtu wa namna gani? Mimi kama kweli ni Mkristo inatakiwa nifanane na nani? Mimi kama Mkristo inatakiwa niishi namna gani? Yani niishije hapa duniani? Watu wengi hawajui hili, maana wengi wanadhani kuwa Mkristo ni kwenda kanisani, kukimbia kanisani tu, kwenda na kutoa sadaka na kumsalimia mchungaji, Bwana Yesu asifiwe baba, unalimboa macho. Ni shetani limelala, linafanya uzinzi, limelala, linawanga, linawangia watu wengine, na wewe ndo fisadi mkubwa sana. Wewe ndio unatesa wanadamu wengine, lakini mnaanza kulemboa macho eti wasiwaseme ni watu wa vyama, ni watu wa serikali. Mtu asiwakemee mashetani ninyi. Injili hii tunayoihubiri, ndugu yangu, haiangalii sura, haiangalii cheo, haiangalii wewe ni askofu, wewe ni rais wa Marekani, rais wa Tanzania, rais wa Kenya, rais wa Urusi, rais wa China, rais wa Ufaransa, rais wa Uholanzi, rais wa Italia, sijui waziri mkuu wa wapi. Haiangalii wewe ni mbunge wa bunge la Ulaya, bunge la Marekani, wewe ni senator, wewe ni parliamentarian, sijui nini. Haya yote injili hii ya Yesu Kristo haiangalii sura. Tunataka wote mjue mnatakiwa kufanana na nani hapa duniani. Watu wengine ukiangalia sura zao wamechora kama Pentekoste. Wengine ukiwaangalia wamechora sura zao na nyuso zao Katoliki. Wengine ukiangalia sura zao Msabato. Wengine sura ukiangalia Anglikana. Wengine ukiangalia Moraviani. Wengine ukiangalia sura zao kutembea kwao utasema hawa ni Moraviani, hawa ni Lutherani. Wengine ukiangalia sura zao yeye atakuwa ni Muislamu. Hayo yote ndugu zangu, nataka niwaambie hayawafikishi sehemu yoyote ile, maana wote tumesahau ni nani aliyetuita. Sote tumesahau kwamba aliyetuita ni yupi. Mimi nikwambie kwamba mimi sijakuita, mimi nakuleteeni habari njema za ufalme wa Mungu. Unasikia, unasikiliza, Roho wa Mungu anasema na wewe, kisha unajua kweli mtumishi huyu anamtangaza Yesu Kristo. Huyu sio mfanyabiashara wa injili, mfanyabiashara wa miujiza. Huyu sio mfanyabiashara wa miujiza na maupakopako na nini na maunabii na ndoto, mambo kama haya. Mandoto na unabii, mpendwa, hayakufikishi mbinguni, hayakupeleki sehemu yoyote kwenye ufalme wa Mungu. Lazima ujue kwamba unahitaji kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtazidishiwa. Hata usiponitolea unabii, mimi nikabaki ndani ya Yesu Kristo, nikamkumbatia Yesu, nikamwamini Yesu, nikatembea na Yesu, nikaongea na Yesu, nikamwonyesha shida zangu Yesu mwenyewe, nikamwambia Yesu nisaidie, nikasema Yesu ingilia maisha yangu, Yesu tawala maisha yangu, lazima mimi nitakuwa bora kuliko wewe unayesema unabii wa ajabu, miujiza ya ajabu. Na watu wengi ambacho kimewaua kimeharibu maisha yao ni kukimbilia kwa hawa wafanyabiashara wa kidini, ambao mafuta ya upako unapata, maji ya upako unapata, chumvi ya upako unapata, udongo wa upako unapata, na mwisho wa siku ninyi mumeanza kufanana na hao na mnawaita ni baba zenu wa viroho, mama zenu wa viroho, mnawaita men of God, sijui men of woman of what. Kuna prophetesses, kuna ma prophets, kuna ma apostles,
kuna mabishopu, kuna mapristi, kuna mapastors na maristi mengine na wahubiri wengine wa injilisti wa kimataifa wanaojifanya wao injili yao ni bora, sijui inafanyaje, I don't know, it pays them better. Mambo kama haya, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji ambao mnapenda injili ya kweli kamili ya Kristo Yesu inayosema tengeneza na Yesu, kaa ndani ya Yesu Kristo, usishawishike wala usipotoshwe na miujiza na unabii mwingi na ndoto nyingi na mambo kama haya. Simama, kaa ndani ya Yesu straight forward. Sisi sote ni wasafiri hapa duniani. Utabeba msalaba wako, nitabeba msalaba wangu. Acha kukimbilia watu, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia kwa mitume, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia kwa askofu, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia kwangu, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia kwa mtume, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia dini, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia Uislamu, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia usabato, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia upentekoste, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia Katoliki, kimbilia kwa Yesu. Acha kukimbilia Moravian Baptist, Hinduism, Buddhism na Judaism na haya yote, kimbilia kwa Yesu. Utoka katika hayo, acha kufanana na mambo kama hayo. Lazima ujue aliyekuita wewe ni nani, ndugu yangu. Excuse me. Ndio maana tunaenda kusoma neno la maandiko matakatifu, neno la Mungu, tusikie lina maandiko matakatifu yanasema nini, neno linasemaje. Tunaenda kusoma katika Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza, tunaanza mstari wa 15, tutaishia mstari wa 17. Ujumbe ambao nakuletea siku ya leo nataka kukuonyesha wewe kama mtu anayemwamini Yesu Kristo. Wewe kama Mkristo unapaswa kuwa wa namna gani? Unakufanana na nani? Maana wengi mnafanana na dini lenu. Mnafanana na Uislamu, mnafanana na Upentekoste, mnafanana na Ukatoliki, mnafanana na Usabato, mnafanana na Mashahidi wa Yehova, mnafanana na mambo haya ya hapa duniani. Lakini neno la Mungu linasemaje hapa? Katika Petro wa kwanza sura ya kwanza, tunaanzia mstari wa 15 hapa. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Anasema hivi: bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi kuweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. 17 inasema hivi: kwa sababu mnamwita Baba, ahukumuye kila mtu kulingana na matendo yake pasipo upendeleo. Enendeni kwa hofu ya kumcha Mungu wakati wenu wa kukaa hapa duniani kama wageni. Haleluya! Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hiyo anasema hivi: ndugu yangu, mama yangu, baba yangu, dada yangu, kaka yangu, anasema kwamba yeye aliyekuita, kaka yangu aliyekuita, sio mchungaji wako, ni Mungu aliye hai. Aliyekuita ndugu yangu sio askofu, ni Mungu aliye hai. Aliyekuita baba yangu, mama yangu, bibi yangu, babu yangu, na wewe rafiki yangu, aliyekuita sio askofu wala sio nabii, sio mtume. Aliyekuita ni Mungu aliye hai. Na anasema yeye ni Mungu wa namna gani? Anasema aliyekuita wewe na mimi ni mtakatifu, na kwa kuwa yeye ni mtakatifu, basi anasisitiza, anasema kwamba iweni watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Cha kusikitisha hii leo katika dunia tulionayo, ambayo imejaa dhambi na maovu ya kila namna, unakuta kuna watumishi ambao wanasema, mimi mambo ya utakatifu mimi sijapewa karama hiyo. Huyu lazima atakuwa ni shetani. Yani samahani sana, lakini mtumishi yeyote
anayesema yeye hajapewa karama ya kuhubiri kwamba watu wawe watakatifu. I don't know, sijui kama kweli anamtumikia Yesu. Itabidi atuonyeshe na approve kwamba anamtumikia Yesu. Maana kuwa mtakatifu maana yake wewe unafanya kile ambacho kilisababisha mwana wa Mungu akatoka mbinguni akaja hapa duniani, kilichomleta Yesu hapa duniani. Yesu hajaja duniani kuhubiri mafanikio na kutoboa na kuinuliwa, kuwa mtu maarufu na nini, mambo kama haya. Hapana. Yesu alikuja kwa lengo hili moja, kuturejesha kwa Mungu, ili kwamba tuweze kuwa kama Mungu, kwa sababu tulipoteza wanadamu au binadamu walipoteza hali ya utukufu kama huu, walipoteza hadhi kama hii pale Adamu na Eva walipofanya dhambi katika bustani ya Edeni, na Mungu akawafukuza, akawaambia tokeni. Kwa hiyo wewe kama ni mtenda dhambi, ukiendelea kutenda dhambi, Mungu anakuonya katika siku ya leo, anasema tengeneza na Yesu, mpokee Yesu, fanana na Mungu, ishi maisha matakatifu. Aliyekuita ni Mungu. Acha dhambi za kila namna, acha uasherati, acha usengenyaji, acha umea, acha uongo, acha uchawi, acha ushoga, acha maovu ya kila namna. Atenda yale ambayo Mungu angetenda kama angekuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo kama usipokubali kutubu, mwisho wa siku Mungu anakuacha tu, na Mungu kukuacha hivyo wewe ni kama amekutupa. Kwa hiyo hata Adamu na Eva walipotenda dhambi katika bustani ya Edeni, hatujaona sehemu ambapo alisema Baba, tunakuja kwako, tunatubu, tumekosea, tulifanya kinyume na maelekezo. Na hii ndio shida ya warokole wengi, wanapenda kufanya kinyume na maandiko matakatifu yanavyosema, maelekezo ya Mungu. Mungu anasema ishini maisha matakatifu, iweni watakatifu, nendeni katika utakatifu. Lakini wanasema nimeokolewa kwa neema, kwa hiyo neema, I can do whatever. Kwa hiyo wanaishi katika ujinga na upumbavu kama walivyokuwa kabla hawajampokea Yesu Kristo. Kwa hiyo injili yangu nawahubiria ninyi hata ambao mlisha kuisha kuokoka. Tuache kwanza na hawa ambao hawajaokoka. Hawa tunawaambia njoo kwa Yesu, awatengeneze, awabadilishe, mpate maisha mapya, mu enjoy, haleluya, yale ambayo yako kwenye ufalme wa milele, ufalme ambao utadumu milele yote. Haleluya, ni kwa Yesu, ni kwa Yesu peke yake. Na wewe ambaye umeshafika sasa, unashindwaje kuishi maisha matakatifu? Nilishawahi kusikia watumishi ambao wanasema mimi mambo ya utukufu, hiyo sio karama yangu, mimi niko hapa kwa ajili ya pesa. Na cha kushangaza na cha kusikitisha, watu wanawafuata watu kama hawa, wanawasikiliza, wanaona kama ni watumishi wa kweli. Yani ukijaribu kuwaonyesha kwamba jameni, hapa hakuna Yesu, watakutukana, wataanza kuambia wewe, labda wewe ni kwa kuwa hautendi miujiza, hautoi unabii, labda haujafanikiwa kama yeye. Ndugu zangu, haya yote ya dunia kwangu mimi 100% ni mavi, 100%, 100%. Hiyo nakwambia ukweli, maana haya yote yanapita. Tumeshuhudia watu waliokuwa na mabilioni ya dola za Kimarekani, lakini ukija kuangalia those are papers, hizo ni karatasi ambazo watu kwa namna moja au nyingine wametuvuruga akili, tuka pesa ikapewa thamani hata kuliko uhai wa mwanadamu. Angalia, na ndio maana wewe hauogopi kuua ndugu zako, wewe hauogopi kujiunga na vyama vya Freemason, vyama ambavyo vinakusababisha upate hela kwa kutoa damu, unaua ndugu zako, na mwisho wa siku wewe mwenyewe unaishia kwa shetani. Na tunawaambia siku zote, tunawatahadharisha, tunawaonya kwamba kwa shetani there is no good. Kwa shetani there is no good. Kwa shetani there is no good whatsoever. Wewe ukienda kwa shetani ni kifo. Kwa shetani lazima utakufa tu. Na yeye mwenyewe ndiye atakaye kuua, shetani mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sielewi na sitambui kwa nini watu mnashindwa kuelewa injili. Yani maneno simple ya kuelewa kabisa. Hauhitaji usomi wa PhD,
hauhitaji elimu sijui ya vyuo vikuu, sijui ya vyuo ya nini. Hapana, unasoma neno la Mungu. Nikasema wazi kwamba habari kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi kuweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Na hajasema kwamba nusunusu, amesema katika mwenendo wako wote, mwenendo wangu wote. Ndugu yangu, aliyekuita sio mimi, anayekuita ni Bwana wetu Yesu Kristo. Anayekuita ni Mungu aliyekuchagua, anayekufahamu vizuri kuliko mimi, anayenifahamu mimi kuliko mtu mwingine hapa duniani. Ni Mungu mwenyewe ambaye alituita sote. Watu wengi wanajidanganya, mimi simekuwa fulani, simekuwa fulani. Ulisikia neno kutoka kwa fulani. Mungu alipitia yule. Sio kwamba hapakuwepo na njia nyingine ambayo Mungu angetumia kukufikia. Mungu anaweza kutumia hata wanyama, anaweza kutumia miti, anaweza kutumia mawe, anaweza kutumia vitu visivyo na uhai akakufikia wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, utakaposikia mhubiri yeyote ambaye haongelei mambo ya wewe kufanana kama aliyekuita na Mungu, yaani kuishi maisha matakatifu, kutembea katika nuru, na nuru hiyo ni Yesu, na haiwezekani wewe kuwa mtakatifu. Na kuwa mtakatifu, nikwambie, sio kwenda kanisani. Kuwa mtakatifu sio kutoa sadaka. Kuwa mtakatifu sio kuwa mhubiri kama mimi. Kuwa mtakatifu sio kuwa askofu. Kuwa mtakatifu sio kuwa mchungaji. Kuwa mtakatifu sio kuwa kama padri au father. Kuwa mtakatifu sio kuwa mwimbaji. Hayo yenyewe, forget about that. Hiyo ni uongo kabisa. Kuwa mtakatifu, ndugu yangu, ni kutenda na kuyatimiza mapenzi ya Mungu, kuenenda katika njia za Mungu aliye hai. Na hii haihusiani na masadaka mnayoyasema nini na nini. Hapana. Najua wengine mtasema ya kwenu, lakini mimi nakukatalia asilimia zote. Kuna mtu amekaa hapa nadhani kwa kuwa anaenda kanisani yeye ni mtakatifu, kwa kuwa anatoa sadaka ni mtakatifu. Na kuna michungaji iko pale, ikishaona unatoa sadaka tu, wanajua wewe umeokoka. Hawajui kwamba shetani anaweza kaingia ndani ya kanisa lile, akatoa sadaka, akatoa kikumi, akafanya yote wanayo yahimiza mule, lakini ni shetani. Na Wakristo wengi ni mashetani, wanaishi maisha mabaya, maisha machafu sana, lakini bado kanisani hawakosi michango, yani ndoa kwanza, mambo yote wanatenda. Na mimi nakwambia, hayo yote mnayotenda ndani ya dini sio utakatifu. Lazima uje kwenye hii point, kutenda na kuyatimiza mapenzi ya Mungu, uishi katika mipaka ya Mungu. Hapa hauvuki, hakuna kuvuka, unabakia ndani ya mipaka. Unaona kichwa changu kilivyo ndani ya mikono yangu miwili hapa, unabakia hapa kanisa katikati. Ukishakaa huku tayari wewe, japo unaenda kanisani, na kuna watu wako nje kabisa ya mapenzi ya Mungu, hawatendi, wafuati mapenzi ya Mungu, hawafanyi yanayompendeza Mungu, lakini kanisani ndio wa kwanza. Wewe ndio mchonganishi, wewe ndiye ambaye unatengeneza ugomvi ndani ya kanisa, mifarakano, chuki, wivu, nini, minong'ono, unatoa maneno huko na kule, mambo kama hayo. Mimi nakwambia wazi, ndugu yangu, hapo wewe ujue tu kwamba maisha ya utakatifu kwako ni ndoto. Wewe ni wa shetani 100%. Watu wa shetani sasa hivi wako makanisani, na ndio maana injili kama hii unashanga, mbona jamaa hana watu hawasikilizi? Akishasikia tu nasema unaongelea kuishi maisha matakatifu, anasema hii injili sio ya kwangu. Wanadamu wamemwacha upesi sana aliyewaita, Mungu mwenyewe. Wanakimbilia haya ya manabii, mitume, mambo ya upako, mambo ya unabii, mambo ya kidunia sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawaleteeni habari njema kwamba tuishi maisha matakatifu, tutembee na tuenende katika nuru, tuwe watakatifu. Wewe unataka yani kila Mkristo itakiwa afanane katika hali hii, awe wa namna hii.
Yani unakuwa mtakatifu. Hakuna usianze kusema hakuna yeye mkamilifu, sawa, lakini haimaanishi kwamba usiwe mtakatifu. Lazima tuishi maisha matakatifu, na ndio maana hii ni progressive work, ni hali endelevu, kumaanisha kwamba sio ninyi walokole mnakuwa wa Kristo Jumapili tu. Yaani siku ya Jumapili ndio mnajisafisha, mnajiosha, mnafua nguo zenu. Yaani mtakija kanisani amevaa nguo za hovyo hovyo, kanisani wanamwona huyu hata kuokoka hajaokoka. Ndivyo walokole wanavyowaza. Kwa hiyo ulokole wenu wa Jumapili ule sio utakatifu, ule ni ushetani na upagani uliopindukia. Kwa hiyo ndugu yangu, katika siku ya leo ujumbe huu unakuonyesha wewe unatakiwa kufanana na nani. Maana aliyekuita ni wa namna gani? Aliyekuita sio mchungaji, aliyekuita sio mimi, aliyekuita sio askofu, aliyekuita sio mwinjilisti, aliyekuita sio mzee wa kanisa, aliyekuita sijui sio hiyo Mkristo. Aliyekuita ni Mungu mwenyewe, na anasema aliyekuita yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo lazima wewe na mimi tuwe watakatifu. Ndugu yangu, hawezi kuhubiri injili nyingine tofauti na hii. Lazima watu waishi maisha matakatifu. Haya mengine ambayo nayaona watu wanahubiri hovyo hovyo nje, huo ni ushetani na upagani uliokithiri. Yaani upagani ambao umeshapita viwango, na ndio maana inabidi muwakimbie watu hawa wanaowaambia mambo ya kufanikiwa, mambo ya duniani hapa. Hawawaambii kutengeneza na Yesu. Wewe na mimi tunaweza kupita muda wowote, maana neno la Mungu imetuambia hapa kwamba sisi ni wageni hapa duniani tunapokaa. Kwa hiyo swali ni je, uko tayari sana? Siku na saa ikifika, uko tayari ndugu yangu? Kwa hiyo lazima ujue ujumbe huu, na ninakusihi kwamba usambaze ujumbe huu ili kwamba upate kuwabariki wengi mtazamaji na wewe unanisikiliza katika siku ya leo. Na ninakushukuru sana kusikiliza hadi mwisho. Atuonane mara nyingine hapa katika channel hii ya Nuru Hapa Duniani. Asante sana, na Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.